Rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kuzima ndoto ya mrengo wa kulia wa Israel ya kutaka kutekeleza mpango wa kutoa baadhi ya maeneo ya ukingo wa Magharibi baada ya kusema kuwa Israel itapoteza msaada wote kutoka kwa Marekani endapo itajaribu kusonga mbele na mpango huo wa unyakuzi. Kauli hizo zilizochapishwa leo Alhamisi Oktoba 23 mwaka 2025 na jarida la Time zilizotolewa na Trump mnamo Oktoba 15 kabla ya bunge kupitisha jana Jumatano kwa usomaji wa awali na kinyume na matakwa ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, muswada wa sheria unaolenga kutangaza mamlaka ya Israel juu ya makazi yote ya Wayahudi katika ukingo wa Magharibi. Akisisitiza kutoridhishwa kwa serikali yake na hatua hiyo, naibu rais wa Trump J.D. Vance alisema Alhamisi kabla ya kuondoka Israel kwamba kura ya siku ya jana Jumatano ilimkera na ilikuwa ni ya kijinga sana. Haitatokea, Trump aliambia Time, akirejelea swala la unyakuzi. Haitatokea kwa sababu niliahidi nchi za Kiarabu na huwezi kufanya hivyo sasa. Tumekuwa na uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa Waarabu. Haitatokea kwa sababu niliahidi kwa nchi hizo. Haiwezi kutokea. Israel itapoteza msaada wote kutoka Marekani endapo itafanya hivyo. Trump alikuwa tayari amepinga wazo hilo mwezi uliopita, akisema sitaruhusu Israel kutoa ukingo wa Magharibi. Imetosha, ni wakati wa kusimama sasa. Hata hivyo, matamshi yake yaliyochapishwa leo Alhamisi yalikuwa ya onyo kali zaidi hadi sasa kwamba hatakubali hatua kama hiyo. Katika mahojiano hayo na Time, Trump pia alisema kuwa alimfanya waziri mkuu Netanyahu kusitisha vita vya Gaza, akidai kwamba bila yeye vita hivyo vingedumu kwa miaka kadhaa. Aidha, alionyesha imani kuwa Israel na Saudi Arabia zingetangaza uhusiano wa kawaida kufikia mwisho wa mwaka huu. Walikuwa na tatizo la Gaza na walikuwa na tatizo na Irani. Sasa hawana matatizo mawili, alisema Trump akizungumzia Saudi Arabia. Hata hivyo, hakutoa maelezo zaidi kuhusu jinsi ambavyo jambo hilo lingetekelezwa, hasa ikizingatiwa kwamba Riyadh imekuwa ikisisitiza kwamba uhusiano wa kawaida kati yake na Israel unategemea kwanza kupatikana kwa taifa huru la Palestina, jambo ambalo Israel inalikataa. Sasa mswada wa kunyakua Gaza umepelekwa kwenye kamati maalum kwa ajili ya majadiliano na marekebisho zaidi, na unahitaji kupitishwa tena kwa kura 3 zaidi katika bunge la Israel kabla ya kuwa sheria kamili, jambo ambalo linaonekana kuwa haliwezekani kutokana na msimamo wa wazi wa Donald Trump kupinga vikali.